Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2025, Dominika ya 8 ya mwaka C, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 27 aya ya 4 hadi ya 7, na somo la pili waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 54 hadi ya 55, na somo la Injili ni mwenjili Luka sura ya 6 aya ya 39 hadi 45. Karibuni sasa tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia misali, "Je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu kulingana na mwalimu wake. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu yangu, niache nikitoe kibanzi kilichoko ndani ya jicho lako, nawe huiangalii boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi kilichomo katika jicho la ndugu yako. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hauchumi tini, wala katika michongoma hauchumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kwa kinywa chake hunena yaliyoujaza moyo wake." Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, dhamira kuu itakayotuongoza leo ni ufuasi wa Kristo usio na unafiki na unaozaa matunda mema wenye kutegemea mafundisho sahihi ya imani. Wapendwa taifa la Mungu, katika somo la Injili tulilosikia hivi punde, tunajifunza juu ya hatari ya kiroho inayosababishwa na walimu wanaofundisha mafundisho yasiyo sahihi juu ya imani. Bwana wetu Yesu Kristo anawafananisha walimu hawa na wanafunzi wao kuwa sawa na vipofu wanaowaongoza vipofu wenzao. Wapendwa, swali la kujiuliza hapa ni kwamba wote hawatatumbukia shimoni? Kristo anaonyesha pia umuhimu wa fundisho hili, kueleza kuwa wanafunzi hawawezi kujua zaidi ya mwalimu wao. Kwa kweli, mwanafunzi aliyefundishwa mafundisho hategemewi kujua zaidi ya mwalimu. Wapendwa, Kristo katika fundisho hili anatufanya tutafakari juu ya madhara mengi yanayosababishwa na mafundisho potofu ya imani. Kwa mfano, maovu yanayoongezeka duniani, na wengi wao wanahasi imani yao ya kweli kwa sababu ya mafundisho haya potofu. Mtu anayesikiliza mafundisho potofu yupo kwenye hatari kubwa ya kupoteza imani, kupoteza uzima wa milele. Kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, lazima watatumbukia shimoni wote wawili. Wapendwa wasikilizaji, tunapaswa kuamini kila fundisho
Hatupaswi kuamini kila fundisho eti kisa limetolewa na mtumishi wa Mungu. Daima tunapaswa kukumbuka maneno ya Kristo kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo: jihadharini na manabii wa uongo wanaowaidia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 15. Pia tukumbuke ushauri wa Paulo na Yohane: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zinatokana na Mungu, na kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Waraka wa kwanza wa Yohane kwa watu wote sura ya 4 aya ya 1, na waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 21. Wapendwa, tukikubali kufuata mafundisho ya uongo katika hali ya upofu huo na kupoteza ufuasi kamili wa Kristo, tutambue kuwa sote tutakuwa na hatia kwa Mungu. Daima tunapaswa kuongozwa na neno la Mungu na Roho Mtakatifu ili tutambue njia sahihi ya kuiona mbingu. Katika somo letu la Injili tunaona kuwa sisi tunaona dhambi ndogo za watu wengine na kuona dhambi zetu zilizo kubwa, tunaitwa wanafiki. Kristo anatuonya tuache unafiki huu. Anatutaka kwanza kupambana kuondoa udhaifu wetu kwa msaada wa Mungu, ndipo tuweze kuwakosoa wenzetu. Tusipotafakari vizuri fundisho hili, twaweza kudhani kuwa kama ni hivi, basi hakuna mtu anayeweza kuwafundisha wengine, kwani sote ni dhaifu. Lengo la Kristo hapa ni kuonyesha umuhimu wa kuwa na udumifu katika maisha ya ufuasi wa kupokea sakramenti ya upatanisho na sakramenti zingine, ili daima tuwe karibu na Kristo. Wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kujifunza pia kuwa moja ya kipimo na cha uhakika kinachoonesha imani yetu ni mtu matendo yake mema. Bwana wetu Yesu Kristo anatumia maneno haya: kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Anaendelea kutuonyesha kuwa namna ya kuongea ya mtu ni ishara wazi kabisa ya imani yake ya kiroho ya ufuasi kwa Kristo. Katika maisha ya ufuasi wa Kristo kuna taratibu na kanuni ambazo zinapaswa kuonekana katika maisha ya kawaida ya Mkristo. Kama taratibu hizi za maisha ya Kikristo hazifuatwi, basi Ukristo wa Mkristo huyu umekufa na hivi hauzai matunda tarajiwa. Ndugu zangu, kwa ubatizo wetu tunafanywa watu wapya na viungo vya Kristo. Tunampokea Roho Mtakatifu na hivi kumruhusu atuongoze na kutukumbusha yote ambayo tunapaswa kuyazingatia. Tunapaswa kujiuliza, je, Roho Mtakatifu tuliyempokea anaonekana katika maisha yetu ya kawaida au tunabangaiza tu? Tunafuata matakwa ya sakramenti tulizozipokea? Na je, tunaushinda ulimwengu na kujipatia ya mbinguni? Kama tunafanya hivyo, basi Kristo anatufananisha na mti uzao matunda mema, na maisha yetu ni msaada mkubwa katika jumuiya zetu na taifa kwa ujumla. Mwisho, tumuombe Mungu katika Dominika hii ili atusaidie tuweze kuwa wafuasi kamili wa Kristo na hivi tuweze kuchuchumilia utakatifu katika maisha yetu ya kila siku kuelekea mbinguni. Tafakari hii imetolewa na mimi Frateli John Joseph Makelele wa Jimbo Katoliki la Mpanda, nayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.